Isabela sehemu ya kwanza. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Katika maisha yangu kuanzia nikiwa mdogo, nilikuwa natamani sana kuwa mtunza fedha au kwa jina la kitaalamu muhasibu. Sikuwa napenda kabisa kazi yoyote zaidi ya uhasibu tu. Hamu yangu ya kujifunza zaidi iliongezeka siku baada ya siku, hasa nilipokuwa namsaidia mama katika biashara yake ya mgawa pale mtaani kwetu. Nimeishi na mama yangu kwa muda wote, lakini sikuwahi kabisa kumjua baba yangu kwa kipindi chote cha makuzi yangu. Na nilipokuwa najaribu kumuuliza mama yangu chochote kumuhusu baba yangu, hakuwa tayari kabisa kunieleza ukweli. Alikuwa niambii mama. Hali hii ikanifanya kuishi na maswali mengi sana kuhusu ukweli juu ya baba yangu. Pamoja nilikuwa ni binti mdogo sana wakati ule, lakini nilikuwa nimejaliwa uwezo mkubwa sana wa kuchambua mambo. Kwa hivyo nilielewa vizuri kwamba kuna siri nzito nyuma ya lazima kuhusu baba. Nilielewa vile ni lazima niujue ukweli kuhusu baba yangu kabla sijaondoka katika dunia hii. Hii ilikuwa ni ahadi yangu kwa moyo wangu. Japo sikuwa na uhakika wa ahadi yangu, lakini nilikuwa naamini kabisa kwamba itatimia. Maisha yaliendelea kama kawaida, lakini bado ahadi yangu ilikuwa inaendelea kunitesa usiku na mchana. Nilikuwa naumia sana nilipokuwa nawaona rafiki zangu wakiwa na wazazi wao wote wawili. Ni heri hata ningejua kwamba baba amefariki. Nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi yake isiyokuwa na makosa, lakini sio kwa namna niliyokuwa nimeachwa njia panda na mama yangu. Nilikuwa hata sijui baba yangu alikuwa amepatwa na kitu gani. Rafiki zangu wa karibu walikuwa wananiuliza sana kuhusiana na baba yangu. Kiukweli walikuwa wananiumiza sana, lakini sikutaka kuonyesha huzuni yangu mbele yao. Niliwajibu tu kwamba baba yangu yuko Mwanza katika shughuli zake za uvuvi, na huko nikiwa naacha tabasamu zuri lililokuwa limewafanya wengi waamini maneno yangu. Lakini ukweli ni kwamba nilikuwa sijui jambo lolote kumhusu baba yangu. Nilikuwa sijui chochote. Moyoni nilikuwa na ujua ukweli, na nilikuwa naumia sana kwa kuwadanganya watu wangu wa karibu, lakini sikuwa na namna nyingine ya kumaliza mada ile zaidi ya kuwadanganya tu. Siku moja usiku, mara baada ya chakula cha usiku, uvumilivu uliweza kunishinda na kumuuliza mama kwa mara nyingine tena kumhusu baba yangu. Nilimuuliza tena Mama, una shida gani tena Isabela? Nina maongezi na wewe kidogo mama. Tafadhali sana, naomba unipe nafasi ya kunisikiliza. Ni usiku sana mwanangu, na kesho natoka kwenda shule. Naomba ulale. Kesho ukitoka shule tutazungumza. Hapana mama, naomba unisikilize sasa hivi. Ni mambo muhimu sana mama yangu. Isabela, wewe ni king'ang'anizi sana unajua. Haya, nakusikiliza. Mama alinijibu vile kwa hasira sana. Ni kweli alikuwa hajafurahishwa kabisa, na alikuwa amejua fika kwamba ni kitu gani nilichokuwa nahitaji kuzungumza, na ndio maana alikuwa anakwepa kila mara. Lakini pamoja na hali hiyo ya hasira aliyokuwa ameionyesha, haikutosha kunizuia mimi kumuuliza maswali ambayo nilikuwa nayo. Nilimuuliza mama, samahani mama, lakini nilikuwa nahitaji kujua ukweli kuhusu baba yangu alipo mama. We mtoto, mbona kila siku baba? Kwani una shida gani? Mama, mimi shida yangu kujua baba yangu alipo tu, na sitokusumbua tena kukuuliza swali hili kama utanijibu vizuri. Nilikuwa najiamini sana siku hiyo. Sikuwa namuogopa kabisa mama yangu. Isabela, ni kitu gani unakosa kwangu hadi unamuulizia baba yako kila kukicha? Mama, hakuna nachokosa kwako. Lakini kabla hata sijamaliza kujibu, mama kadakia huko akiwa analia. Isabela, pamoja na kujinyima kwa kila kitu, lakini bado wewe hauthamini kabisa. Maneno yake yaliniumiza sana mama. Mama alikuwa amenielewa vibaya. Nikabidi kuchukua muda wangu kuanza kumbembeleza huko nilikuwa namuomba msamaha. Nilikuwa namuomba msamaha mama.
Isabela, wewe ni binti mdogo sana. Naona ndoto kubwa sana mwanangu. Na ndio maana mimi sihitaji kukuumiza kwa kukumbushia maisha yangu na baba yako. Ila nimejitoa kwa kila kitu kuhakikisha unapata maisha bora na elimu bora ili usije kunyanyasika baadaye. Maneno hayo yalizidi kunichanganya na kunifanya niwe na hamu zaidi ya kujua ni nini kilitokea kati ya maisha yao. Na vile vile nilikuwa nahitaji sana kujua baba yangu kama yu hai au alikuwa amefariki. Yote nilikuwa nahitaji kujua. Mama, una maana gani kusema hayo? Na baba yangu yuko wapi? Niliuliza maswali mfululizo huko nikiwa namwangalia mama kwa umakini kabisa. Isabela, baba yako alishafariki, na tena ni miaka mingi iliyopita. Mama alizungumza huku akiwa anaendelea kulia na akaendelea kuzungumza. Naomba usinikumbushe aliyopita. Muda ukifika nitakueleza kila kitu. Lakini kwa sasa wewe soma kwa bidii mwanangu. Baada ya maneno hayo, mama aliondoka. Kiukweli nilijisikia vibaya sana. Niliumia sana mara baada ya kusikia maneno hayo ya mama yangu. Nilikuwa naamini kwa 100% baba yangu alikuwa amefariki. Na usiku ule nililia sana. Kilichokuwa kinaniumiza zaidi ilikuwa sikujua hata sura yake inafanana vipi. Nilikuwa hata sijui. Pamoja na hayo yote, lakini bado moyo wangu ulikuwa na shauku kubwa kujua ni nini kilitokea hadi mama hataki kabisa kuyakumbuka maisha yake na baba. Nilibaki niko nasubiri siku nitakayohadithiwa na mama kujua ukweli wa mambo. Na muda ule pia nilikuwa naendelea na masomo kama kawaida, na nilikuwa najiandaa na mtihani wa kidato cha 6. Niliweka kila kitu katika mtihani wa taifa wa kidato cha 6. Ilikuwa ni nafasi yangu nzuri ya kutimiza ndoto yangu kubwa niliyokuwa naipenda kuanzia utoto wangu. Mama yangu hakuhitaji kunichanganya kabisa kipindi hicho. Alikuwa ameniacha nijiandae na mitihani yangu. Na kiukweli mama alikuwa ananipenda sana. Siku hazigandi. Ilikuwa ni kama miujiza. Siku ya kufanya mitihani ilifika. Hofu ya mtihani iliutawala moyo wangu. Sikuamini kabisa kama ndio mtihani wangu wa mwisho katika ngazi ya sekondari. Na mara baada ya wiki moja, nilifanikiwa kumaliza mitihani yangu salama. Kwa kuwa nilikuwa nimefanya kwa umakini mkubwa sana, sikuwa na wasiwasi kabisa na matokeo yangu. Ukizingatia kwa kipindi chote tukiwa pale shuleni nilikuwa mwanafunzi bora katika mchepuo wa ECA. Na kilichokuwa kinaniumiza tu kichwa ilikuwa ni gharama za masomo ya elimu ya juu. Kwa uwezo wa mama yangu ni kweli kabisa kwamba singeweza. Na sikuwa na msaada wowote zaidi ya mama yangu. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele, mwili wangu ulikuwa unazidi kupungua. Sio kwamba nilikuwa ni mgonjwa. Hapana. Ilikuwa ni mawazo tu ndio yalinipelekea kuwa katika hali kama ile. Hatimaye matokeo yalitoka na nilifaulu vizuri sana huko nikiwa kati ya wanafunzi 10 bora kitaifa kwa masomo ya biashara. Ilikuwa ni siku ya furaha zaidi kwangu, lakini kwa mama yangu ilikuwa ni zaidi yangu. Siku hiyo alinipikia chakula kizuri sana kama ishara ya kunipongeza. Lakini furaha iliongezeka zaidi mara baada ya taarifa kutoka serikalini kwamba wanafunzi waliofanya vizuri watasomeshwa na serikali kwa 100%, na mimi nikiwa mmoja wao. Bila kupoteza muda, nilianza harakati za kuomba nafasi ya masomo katika vyuo mbalimbali nikiwa na rafiki yangu Elise. Na kutokana na kazi niliyokuwa nimeipenda, nilishauriwa kuchagua chuo cha usimamizi wa fedha IFM kilichopo Dar es Salaam. Wapo walionishauri kuchagua IAA kilichopo Arusha, na wengine pia wakanishauri kuchagua Mzumbe kilichopo Morogoro. Binafsi sikuwa na uelewa wowote juu ya vyuo hivi, na nilikuwa sijawahi kabisa kufika katika mkoa wowote zaidi ya pale ambapo nimezaliwa mkoani Singida. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.